mpaka sasa kutuwezesha kuwa na mshikamano mkubwa katika taifa hili. Kiswahili kwa sasa ni lugha ya kimataifa na inatambuliwa na taasisi za kimataifa ikiwemo UNESCO na AU. Hata mkialikwa katika mikutano ya taasisi hizo za kimataifa, ni ruhusa kuongea kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili oye! Hivyo ni muhimu sasa kama wazungumzaji wa kwanza wa Kiswahili kuenzi na kukipa siku maalum ya kujikumbusha umuhimu wa lugha hii, ambapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 tutakuwa na sherehe za maadhimisho ya 4 ya siku ya Kiswahili duniani, ambacho kilele chake kitafanyika Zanzibar. Hakika haya ni mafanikio makubwa sasa kwenu sisi wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, ambako ndiko kwenye chimbuko la lugha ya Kiswahili. Ndugu washiriki, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani huambatana na matukio mbalimbali yanayodumu kwa muda wa wiki moja hadi kufikia kilele chake. Maadhimisho haya yamekuwa na kawaida ya kuanza na mbio ambavyo mmeshuhudia kwa mwaka huu 2025. Mbio za masafa ya Kiswahili zina malengo yafuatayo. Lengo la kwanza ni kuleta ari na mwamko kwa Watanzania, Afrika na duniani kote, kuyapa hadhi maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambayo kwa kifupi chake tunaita MASIKIDU. Pia kuchochea na kuendeleza juhudi za kutangaza utalii ambazo zilianzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia filamu aliyoianzisha ambayo ni Royal Tour. Kipekee mbio hizi za marathon kwa mwaka 2025 zimekuwa maalum kwa taifa letu kwa sababu kuna matukio makubwa shiriki. Miaka 4 ya mbio za uhuru ambako leo hii zimekamilika, kuwaleta pamoja kutoka sehemu mbalimbali duniani ni kuimarisha afya ya akili na mwili na kufungua fursa mbalimbali ikiwemo kupelekaji wa Kiswahili kimataifa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kupitia BAKITA na BAKIZA kushirikiana na ASA pamoja na wadau wengine tutaendelea kuratibu mbio hizi, ambapo hakika zimeongeza hamasa kwa wadau kuja kushiriki nasi katika maadhimisho ya siku hii ya Kiswahili. Ndugu washiriki, mbio za masafa za Kiswahili ni miongoni mwa michezo inayohitaji maandalizi ya kina, mazoezi ya muda mrefu, nidhamu na kujitoa kwa hali ya juu. Washiriki wote waliokimbia leo, bila kujali nafasi waliofikia, wamefanya kazi kubwa kwa taifa letu. Ninapongeza kwa dhati wanariadha wote ambao wameshiriki katika mbio hizi. Mmeonyesha moyo wa uzalendo, nguvu ya kujituma na uthubutu mkubwa. Ninawapongeza washiriki wote wa mbio kwa mwaka huu. Ushindi wenu usiwafanye kupumzika, bali uwe chachu ya kufanya jitihada zaidi ya kushiriki katika mbio nyingine za kimataifa. Sambamba na hilo, Waswahili wanasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa hiyo wale ambao hawakupata nafasi leo hii wasivunjike moyo, bali wakaze buti na waende kwenye mashindano kuhakikisha kwamba kijiti hichi ambacho wamekichukua wenzao leo, sasa nao mwakani wanakichukua wao. Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatambua na kuthamini nafasi muhimu ya michezo katika kujenga jamii yenye afya bora, mshikamano, nidhamu na maendeleo ya kiuchumi. Ni dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa michezo inakuwa ni sio jambo la pembeni, bali sehemu ya mkakati wa kitaifa wa maendeleo. Imeendelea kuwa mfano wa kuigwa kwa maandalizi na usimamizi wa matukio ya kitaifa na kimataifa.
Kwa hakika ni matarajio ya serikali kwamba mbio hizi zitaendelea kufanyika kila mwaka na Arusha ibaki kuwa kitovu cha mbio za masafa ya Kiswahili nchini. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru wadhamini wote wa tukio hili, waamuzi, vyombo vya ulinzi. Enzi Kiswahili. Kwa kauli mbiu au mwitikio unaosema Kiswahili falsafa ya Afrika. Kiswahili fahari ya Afrika. Kiswahili fahari ya Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote, Kiswahili ina historia ndefu. Lugha yetu inaanzia tangu uhuru na hata kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Lakini Kiswahili hiki kimepewa msisitizo mkubwa na viongozi wetu wa kitaifa, bila kumsahau Mheshimiwa hayati baba yetu wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Na mahali hapa tulipokaa ndio pana historia yake, na kumbukumbu zote ziko hapa Arusha. Arusha oye! Lakini pia viongozi wote waliopita katika awamu mbalimbali na hasa awamu hii ya 6 ndio iliyotufanya tukae hapa leo hapa. Hongera sana viongozi wetu. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa kinara na jemedali wa kutuongoza katika kusimamia matumizi ya lugha ya Kiswahili. Naitwa Joseph Msele, mkurugenzi wa ASA. ASA ni Africa Sport Agency Company Limited, ambao tunashirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa na Zanzibar katika maandalizi na kuendesha mbio hii ya Swahili Marathon. Mbio hii kwa sasa tuko msimu wa 3. Na kila msimu tumekuwa na hatua. Tulianza wachache, takriban watu 300. Msimu wa pili tumeenda watu karibu 600. Nilikuwa naangalia kwa estimation walizonipa viongozi waliokuwa wanaratibu, ukiacha wale waliojisajili, hawa ambao hawajajisajili kuna watu zaidi ya 1200. Tafsiri yake ni kwamba tunapiga hatua.